Angalia milima kisha anatupa story. Asema nimezoea kuvuka hii milima mara nyingi sana. Mara nyingi kwa ajili ya kuuza chumvi au kwa ajili ya vita. Nimekuwa nikivuka mto mara kwa mara. Na kila mara napovuka mto basi huwa naacha alama moja na ichora katika mawe. Na sijui wazazi wangu walianza lini kuvuka hapa. Kwa hiyo yeye amekuta baadhi ya mistari pia ishawekwa tayari. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao wamevuka na maisha yao yamefia katika mto hapa. Mto umekuwa chanzo kikubwa sana kwa wao kuweza kuvuka kwa ajili ya swala lazima la chumvi au kwa ajili ya vita. Ndipo walikuwa wakipigana sana. Kwa katika njia hii maisha ya watu wengi sana wameweza kufa wakijaribu kuvuka mto mara kwa mara kwenda kutafuta maisha mazuri. Hebu tuanzie hapa. Hapa leo kuna ibada moja inafanyika. Kumbuka ni kipindi cha enzi za mawe, zamani kabisa. Leo kuna watu wanafanya ibada hapa wakimuomba Mungu wao awasaidie waweze kuvuka mto kwenda salama. Ibada ilikuwa ikifanyika hapa ni ibada ya kumuomba Mungu wao awasaidie waweze kuvuka mto wakiwa salama. Kwa sababu kipindi hicho palikuwa hakuna mashua wala hakuna mtumbwi. Ni watu ambao wanaishi katika teknolojia ya zamani sana. Basi hili kabila la Chusong linaishi kando kando kabisa ya mto mmoja mkubwa sana. Na kila mara wakijaribu kuvuka mto basi wanakufa watu wengi sana na lazima wavuke. Wanavuka kwa ajili ya kutafuta maisha mazuri. Basi wanafanya ibada kisha wanamtoa mtu mmoja kama sadaka. Cheki, mto wenyewe ndio huu. Mto umekuwa mto mkubwa sana. Mtu kuvuka lazima sadaka iweze kutolewa. Miungu ipokee mtu mmoja ndipo iruhusu waweze kuvuka. Basi kabla ya kuvuka basi mtu mmoja anawekwa pale kama mwanamke kama huyu. Huyu mwanamke kajitolea kuvushwa hapa. Kwa hiyo amejitolea kuwekwa hapa na akivuka akifa basi ni sadaka kwa miungu. Inapokea sadaka. Unaona? Huu mto una mawimbi sana makali. Unaona? Mwanamke kama huyu kazama na akafia hapo. Huyu mwanamke ni kama sadaka kuiomba miungu iwaruhusu kuvuka. Miungu ya Yusong, pokea sadaka yetu. Tunahitaji chumvi kwa kijiji. Sasa wanaamua kutuma watu wachache waende kutafuta chumvi. Unaona? Hawa ni vijana wanavuka kwenda kutafuta chumvi katika ngambo ya kijiji kingine. Unaona? Inabidi wavuke mto kwenda ngambo kutafuta chumvi. Unaona? Wanaingia vijana kama 50. Unaona? Wanaingia vijana kama 50 kuvuka mto. Sasa watakao faulu kuvuka hao ndo watakaoenda kuleta chumvi. Mto ni mto mpana na ni mrefu sana na lazima waweze kuvuka.